Mchezo ambao unahusisha Coastal Union Mangusho Goswe Ndima dhidi ya Pamba Jiji Wanakawekamo. Waamuzi wa mchezo leo wakiwa tayari wakiambatana na match commissioner ambayo wanakwenda kuona kusimamia sheria zote 17 za mchezo wa kandanda na kufanya mchezo ule kumalizika kwa Pamba Jiji kupata ushindi wa magoli 3-0. Leo Pamba Jiji wako ugenini dhidi ya Wagosi wa Kaya. Hiki ni kikosi cha Mangushi. Leo kina mabadiliko kwa wachezaji kadhaa. Chuma akikiwa kwenye milangoti mitatu, bila kusahau Grad Kiala Lasa kwenye eneo la kushambulia pamoja na Makambo. Liston Hiari ndiye mwamuzi ambaye atasimama katikati. Fatma Mambo pamoja na Nasoro Mwinchui kutokea hapa jijini Tanga, yeye atakuwa mwamuzi wa mezani. Picha ya kumbukumbu ya pamoja Wanakawekamo timu ya Pamba Jiji kwenye kikosi chao, na naona kuna mabadiliko akianzia kwenye milingoti mitatu. Dennis Richard hii leo akianza, tofauti na Yona Amos ambaye tumemzoea kwenye michezo mbalimbali, lakini pia James Wilson Mwashinga kama ambavyo amekuwa ada. Lakini kocha mkuu kwa sasa ni Fikiri Elias, ndiye kocha mkuu ambaye anavaa viatu vya Mohamed Muya. Mohamed Muya aliamua kuondoka, na huyu ni Francis Baraza, kocha mkuu wa kikosi cha Pamba Jiji. Anatazama kronomita yake. Salamullahi alaik popote pale ulipo, na kusalimu salam na kualika moja kwa moja kwenye matangazo ya Papo Hazipo. Lilikuwa ni jaribio ambalo alikuwa anakwenda kulifanya. Inajazwa kona nzuri ndani kule, bado unaweka mpira unakwenda nje. Namna gani, nafasi nzuri sana. Naam, ndio haya, bado ni mauzauza nafasi hii hapa. Oh! Wanapoteza nafasi nyingine ya dhahabu hapa. Charles Lukinda, yule nyota wa zamani wa Namungo na Azam FC, lakini kabla ya hapo alikuwa Mbao ya Mwanza, lakini sivyo bahati, mpira ule ulikwenda nje. Kwenye raundi ya tatu Pamba Jiji wao walicheza dhidi ya Transit Camp baada ya kuchukua nafasi ya Grayson Gwalala. Wanapambana, lakini mwamuzi anasema ni madhambi yamefanyika yale. Grad Kiala Lasa anafunga bao moja la viwango kwelikweli. Grad Kiala Lasa anaupatika mpira ule, anauweka mbali kwelikweli, ambapo mlinda mlango asingeweza kufika. Anabakia kuwa mpenzi mtazamaji. Dennis Richard angefanyaje? Dennis Richard, Grad Kiala alipunguza ya kwanza, akavuta tena ya pili, akaweka kubaya kule. Mlinda mlango unamshinda mpira ule, na moja kwa moja unakwenda kuzama kwenye kamba. Hali halisi inasema kweli kuliko mtu kuzungumza chochote. Hakika mbu hana dawa, na ndio maana ukipuliza anakufa. Grad Kiala anawanyanyua Mangush, akipiga kombora la maana kwelikweli kwa mguu wake wa kushoto. Dennis Richard cheza mpira mrefu mbele kule juu. Msimu na Mali Bakari Seleman wanamzonga zonga, mwamuzi anasema uchezo, hakuna madhambi hapo. Sasa wameutoa mpira, umekwenda nje ule na wamezaa kona. Shiza Kichuya anajaza kona ndani kule, namna gani inakwenda kufungwa bao la pili. Ni Ali Msangi yule, alipiga utosi wa maana kweli kweli, anaukwamisha mpira ule moja kwa moja kwenye kamba. Kona murua mno, kona ya Shiza Ramadhani Kichuya inakwenda kutuama kwenye utosi wa Ali Msangi, na mpira ule moja kwa moja unakwenda unazama kwenye kamba. Oh! Mlinda mlango aliruhusu njaa ikafanya maamuzi, na anaambiwa mara zote usiruhusu njaa ikusaidie kufanya maamuzi. Mpira ule umekwenda moja kwa moja kwenye kamba. Mama we, cha kukopa na lugha nyingine. Pasi moja hasanati ndani kule. Sasa Makambo anajichanganya mwenyewe namna gani, na anakwenda kucheza madhambi yale, lakini hii ni miongoni mwa pasi hasanati. Alitaka kuchop mpira ule, shuti la mbali, mpira unakwenda nje ule. Na ndio dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika kwenye uwanja wa Mkwakwani. John Ben na Chibinge atakwenda kucheza eneo la juu kisaidiana na
Abdullahi Yonta Kamara. Wanakuja Mangush. Msimu namna gani, mpira umekwenda nje ule. Mao, lakini sivyo bahati. Wameshindwa kufanya la wakati kwa wakati na mpira ule wameutoa umekwenda nje. Inanyunyizwa nani, Pius. Weka ndani mwingine kwenda kula Ginja yeye na Dudimbani. Bado Grad Kiala anaweka ndani tena, anakwenda kuondosha Mwashinga. Hii ndiyo kadhia ambayo ilikuwa imempata na heka zilikuwa zikionekana hapa. Huyu hapa ndani ya 18 anaweka ndani kwa Zabona, babatiza mpira ule kwenda, anakataa. Inapigwa pasi ya kutambariza pembeni. John Ben na Chibinge, 1 2 3. Bona Mayombia anamimina cross ndani, anaikamata, inamtoka bado. Nafasi nyingine tena, lakini tayari kipenga talia, lakini pia mambo yana mamboye kama wasemavyo Waswahili, na mwisho una mwishowe. Dakika 45 za kipindi cha pili zimemalizika uwanja wa CCM Mkwakwani Tanga. Mechi ya CRDB Federation Cup baina ya Wagosi wa Ndima dhidi ya Pamba Jiji. Coastal Union wanakwenda hatua inayofuata wakiambatana ama wakiwafuata ama kama walivyofanya JKT Tanzania, kama walivyofanya Mashujaa, wanakwenda kwenye hatua inayofuata, hatua ya robo finali. Ulikuwa ni Kiwango Hassan Ahmed. Dakika 90 zimekamilika. Coastal Union 2, Pamba Jiji wana Njenje Mduara. Hadi wakati mwingine.